Kufuatia kwa sakata la kushikiliwa kwa wanaharakati kutokea nchini Kenya na Uganda na kushikiliwa ndani ya ardhi ya Tanzania kwa siku kadhaa na huku wengine wakizuiwa kuingia ndani ya Tanzania, ni kwamba kiongozi wa chama cha People Liberation Party PLP kwa maana ya Martha Karua kutokea nchini Kenya ameichongea na kuishtaki Tanzania kwa jumuiya za kimataifa, na huku akitaka mambo 10 yaweze kufanyika haraka ndani ya muda huu. Martha ameandika barua kwa mashirika mbalimbali ya bara la Afrika akitaka hatua za haraka zichukuliwe na serikali ya Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusiana na kukamatwa na kutekwa kwa wanaharakati wa haki za kibinadamu akiwemo Boniface Mwangi kutokea nchini Kenya na Agatha Atuhaire wa nchini Uganda. Katika barua hiyo iliandikwa na Karua iliwasilishwa kwa Umoja wa Afrika kwa maana AU, Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa maana ya East Africa Community na Secretariat ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika kwa maana ya SADC. Na Martha katika barua hiyo ameelezea kuwa kuwakamata wanaharakati hao ni uvunjwaji wa viwango vya kimataifa vya haki za kibinadamu na kuhatarisha maadili ya kidemokrasia katika ukanda huu. Kwa mujibu wa Martha Karua, amesema wanaharakati hao waliokamatwa na wengine kuzuiliwa kuingia Tanzania walikuwa ni sehemu ya ujumbe wa uangalizi kutoka Afrika Mashariki waliokwenda Tanzania kufuatilia kesi dhidi ya kiongozi wa upinzani kwa maana Tundu Lissu. Hata hivyo, walipowasili wanaharakati hao walikamatwa na kuwekwa kizuizini bila mawasiliano na mamlaka za Tanzania. Karua ameainisha madai 10 kwa mashirika na jumuiya na washirika wa kimataifa ili kuweza kulishughulikia swala hilo, ikiwa ni pamoja na kuitaka jumuiya hizo zitume barua rasmi za kidiplomasia kwa serikali ya Tanzania inaongozwa na Rais Dr. Samia kuomba maelezo kuhusu mahali alipo Agatha Atuhaire. Dai la pili ambalo limewasilishwa na Martha Karua katika barua yake ni kwamba anahitaji kuwekwa mifumo ya ufuatiliaji kwa haki za kibinadamu na kuomba ruhusa ya kufanya uchunguzi kuhusu madai ya kuwekwa vizuizini kinyume na sheria wanaharakati waliofika nchini Tanzania. Dai jingine ambalo ameliwasilisha Karua ni kwamba anataka swala hilo liweze kujadiliwa katika mazungumzo ya pande zote mbili na serikali ya Tanzania, Kenya na Uganda, na wakisisitiza umuhimu wa ukweli na uwazi na kufuata taratibu za kisheria. Na dai jingine ambalo ameliwasilisha kwenye barua hiyo ni kwamba Martha anahitaji jumuiya hizo kushirikiana na Secretariat ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuitisha mkutano wa dharura wa haraka ili kujadili ukiukwaji wa haki za kibinadamu katika ukanda wa Afrika Mashariki na kuhusu haki za kibinadamu na utawala bora kisheria. Katika barua ya Martha Karua aliyoandika madai 10 na kuyawasilisha kwa Umoja wa Kimataifa, hayo yalikuwa ni machache kwa yale ambayo ameweza kuandika kwenye barua yake. Lakini taarifa zilizopo hivi sasa ni kwamba Boniface Mwangi ambaye ni raia kutokea nchini Kenya tayari ameachiliwa na serikali ya Tanzania baada ya kushikiliwa kwa muda wa siku 3. Na pia kwa upande wa Agatha Atuhaire ambaye ni raia kutokea nchini Uganda, naye pia ameachiliwa leo hii baada ya kushikiliwa kwa muda wa siku 3. Endelea kufuatilia taarifa hizi kupitia hapa Mshindo TV. Endelea kusalia nasi kwa ajili ya kupata taarifa nyingi zaidi kwa kila siku na kila wakati.